Tanzania ni yetu sisi sote. Sio mali ya CCM na wanasiasa wachache wakiongozwa na rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwamba umepewa dhamana ya kuiongoza Tanzania haifanyi Tanzania kuwa mali yako. Ni dhamana tu umepewa. Sasa waliokupa dhamana ya kuongoza Tanzania ni sisi wananchi, na nyinyi kama viongozi, hata kama huu ni mwezi wa uchaguzi, mwezi wa 10, na mmeshaandaa uchaguzi, mnatakiwa msikilize ground, wananchi wanasemaje. Mimi nimezunguka Tanzania na kila ninayemuuliza, nilianza na rafiki yangu Malebo, namuuliza, vipi uchaguzi huu mtashinda? Akasema tutashinda tu, sisi ni jembe. Nikamuuliza, jembe? Mbona mnaogopa wapinzani, wengine mmewaweka ndani? Inakuwaje nyinyi ni jembe alafu mnaogopa wapinzani? Sasa pamoja na kwamba alinijibu kijanja janja, lakini inaonyesha ya kwamba hata yeye hana hofu. Hajui baada ya uchaguzi huu nini kitatokea Tanzania. Alafu ukisikiliza vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, unaona matamko tata yanatoka kwenye vyombo vya usalama vya taifa la Tanzania. Tukianza polisi wanatoa matamko tata, tukija kwenye jeshi la wananchi JWTZ wanatoa matamko tata. Kuna kapteni wa jeshi wa kikosi cha anga ambaye naye ametoa tamko kwamba nchi ichukuliwe na jeshi. Na sio yeye tu, pia kulikuwepo na vyama vya upinzani waliandikia barua mkuu wa majeshi wakiomba jeshi lichukue nchi, kwa sababu wao kama chama cha kisiasa wanaona kwamba wametumia hoja za kisiasa zimeshindikana, wale walioko madarakani wanaendelea kuwakandamiza. Kwa hiyo wao wanaona jeshi ndio litakalo wasaidia, kwa sababu ni jeshi la wananchi, lichukue nchi kwa muda, alafu baadaye uchaguzi uandaliwe. Mimi kama mchungaji Faustini Munishi napinga hoja hiyo ya jeshi kuchukua nchi, kwa sababu yale ninayeyaona kule Sudani, ambako majeshi wametoka kwenye kambi, wameingia barabarani Sudan kwa lengo la kuwasaidia wananchi wa Sudani. Matokeo, jeshi sasa ndio linalohusika na kuwaua watu wa Sudani. Je, mnataka Tanzania tuuane wenyewe kwa wenyewe? Tusifike huko. Bado tunaweza kukaa kwenye meza ya maridhiano tukapata muafaka wa kisiasa. Vyama vya kisiasa kama vinashindwa kuongea vyenyewe, vitutafute hata sisi viongozi wa dini, tuwaweke kwenye meza moja, waongee, tuwe na muafaka. Kwa nini? Kwa sababu tukiburuzwa kwenye uchaguzi huu, madhara yake ni makubwa kuliko kuahirisha uchaguzi na kurudia kukaa kwenye meza alafu na kufanya uchaguzi wakati mwingine. Tukiburuzwa kwenye uchaguzi huu wakati wananchi wana hofu na wengine wamenuna, hata CCM wenyewe hawana furaha. Yaani ukipita kwenye mitaa ukiwauliza watu wanasema sisi tunachotaka ni amani tu. Sasa amani itakujaje wakati nchi imenuna, wakati tunaburuzwa kwenye uchaguzi? Viongozi wa kisiasa kiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, mnatakiwa msikilize wananchi. Hairisheni huu uchaguzi. Kwa nini mnaharakisha huu uchaguzi? Mtasema mmeshatumia pesa nyingi kuandaa uchaguzi. Ni pesa zetu sisi wananchi tulionuna. Ni pesa zetu sisi wananchi ndizo zimeandaa huu uchaguzi ambao unatuletea hofu sisi wananchi. Hofu ya kwamba majeshi yakiingia barabarani
katiba itasitishwa, polisi wataambiwa wawe kama raia, sheria za kijeshi ndizo zitakazotumika. Usishangae wanajeshi wakishaingia barabarani, na Moshi hapa tunapoishi iwe ndio eneo la vita la kupigana, watawaambia wananchi wa Moshi, Wachaga wote ameni, muelekee kule Tanga, maana hapa vita vimechacha. Hayo tumeyaona kule Gaza. Jeshi la Israel pamoja na intelijensia kubwa waliokuwa nayo, pamoja na kusaidiwa vyombo vya kivita na Marekani, lakini walipoingia Gaza kwa lengo la kumaliza kundi la Hamas na kwa lengo la kuwakomboa wale mateka, nguvu za kijeshi hazikufanikiwa kufanya hayo. Kilichofanikiwa kufanya hayo ni maongezi. Walikaa kwenye meza Hamas na Israel pamoja na Amerika, pamoja na kwamba wanaita Hamas ni kundi haramu, lakini ilibidi wakae mezani. Baada ya kukaa mezani, matokeo yamekuwa nini? Mateka wote wameachiliwa. Sasa hivi kuna amani Gaza, hata kama ni ya muda, hatujui itachukua muda gani, lakini kuna amani baada ya watu kukaa mezani na kujadiliana. Watanzania tunaweza kukaa mezani tukajadiliana, tukamaliza tofauti zetu za kisiasa. Tofauti zinaletwa na nini? Zinaletwa na kwamba vyama vya upinzani vinasema kufanya uchaguzi katika sheria hizi za uchaguzi, hakuna sababu mpaka sheria hizi za uchaguzi zirekebishwe. Kufanya uchaguzi na tume hii ya uchaguzi ambayo inateuliwa na rais na chama tawala CCM, uchaguzi hautakuwa huru na haki. Refari hatakuwa mwamuzi wa haki. Kwa hiyo sheria hizo za uchaguzi zirekebishwe, tume ya uchaguzi irekebishwe, halafu tukiingia kwenye uchaguzi, atakayeshindwa awe ameshindwa kihalali, akubali kushindwa, na yule atakayeshinda tumpongeze kwa sababu ameshinda kihalali, kwa sababu tumefanya uchaguzi tukiwa na tume huru ya uchaguzi. Tumefanya uchaguzi, katiba ama sheria za uchaguzi zikiwa zimerekebishwa. Lakini kwa sheria hizi wanadai tukifanya uchaguzi hautakuwa ni uchaguzi, utakuwa ni uchakachuzi. Sasa kwa nini Rais Samia ambaye tumemdhamini kumpa uongozi baada ya Rais Magufuli kutuacha, kwa nini asisikie hicho kilio cha wananchi, akasitisha uchaguzi, alafu tukakaa mezani tukaongea, tukapata muafaka, alafu tukafanya uchaguzi, hata kama itachukua miaka 2 au mwaka mmoja. Hasara tutakayoipata kwa kuhairisha huu uchaguzi ni ndogo ukilinganisha na hasara itakayopatikana baada ya kuburuza wananchi kwenda kwenye uchaguzi, na kelele tunazozisikia kutoka kwenye vikosi vya anga vya jeshi letu la wananchi kwamba wanataka kuingia barabarani. Na unajua wakiingia barabarani nini kitatokea? Wale wa anga wataanza kuwashambulia wale walio chini, ambao wengine watakuwa watiifu kwa amiri jeshi mkuu aliyeko madarakani ambaye ni Samia Suluhu Hassan, na watakaposhindwa kivita wataanza kuwa recruit wanamgambo. Tunao wengi sana wanamgambo Tanzania, tunasema ni jeshi la akiba, watu tulio wa train wenyewe kutumia silaha. Malebo rafiki yangu ni mwanamgambo ambaye yeye anajua kukoki bunduki, japo walikuwa wanatumia zile mabunduki za zamani ya kina SMG, AK47. Sasa hivi watu hawatumii mambo hayo, wanatumia sana madrones. Kwa hiyo wanajeshi, mimi nawaambia kaeni kambini, imarisheni ulinzi wa kulinda mipaka yetu. Tukiwahitaji ni wakati tumeshambuliwa na wanajeshi wa adui nchi zingine, lakini sio tupigane wenyewe kwa wenyewe kwa sababu za kisiasa. Mungu ibariki Tanzania.